Na mnatumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye matangazo haya ya alasiri kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Iran imeendeleza mashambulio yake katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati usiku wa kuamkia leo huko nchini Kuwait. Shambulizi la Iran limesababisha moto mkubwa katika kiwanda cha kusafisha mafuta. Iran imeendeleza shambulio hilo ambao Marekani na Israeli pia zimefanya mashambulio ya anga nchini Iran, wakati vita hivyo vikikaribia wiki yake ya 5 ya mapigano tangu kuanza kwake Februari 28. Katika hatua nyingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepanga kupiga kura leo Ijumaa kuhusu pendekezo la Bahrain ambalo linalenga kujadili hatua mbalimbali za kufuata ili kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Bahrain imependekeza azimio la kuruhusu mataifa kutumia nguvu kuhakikisha usafiri wa kimataifa unaendelea, lakini pendekezo hilo linaonekana kuligawa Baraza la Usalama hata kabla kupigiwa kura. Utafiti uliofanywa na jarida moja la habari za biashara nchini Ujerumani umebaini kwamba karibu theluthi moja ya makampuni ya viwanda yameona fursa katika mifumo yao ya kibiashara kwenye sekta ya usalama na ulinzi. Shirika la kusimamia maslahi ya viwanda na biashara nchini Ujerumani, DIHK, limesema sekta ya viwanda nchini Ujerumani katika kipindi hiki imegeukia zaidi kwenye uzalishaji wa vifaa vya ulinzi. Utafiti uliofanywa na jarida hilo la habari za biashara nchini Ujerumani umebaini kwamba karibu theluthi moja ya kampuni ya viwanda imeona fursa katika mifumo yao ya kibiashara kwenye sekta ya usalama na ulinzi. Rainer Kambeck, ambaye ni mtaalamu katika shirika hilo, amesema kwamba utafiti huu umeonyesha wazi ukiukaji katika sekta ya ulinzi, na hali hiyo imechangiwa na migogoro ya kikanda na ya kisiasa inayoendelea duniani. Uchambuzi maalum wa DIHK unaonyesha kuwa kampuni moja kati ya 6 za viwanda nchini Ujerumani tayari imeunganishwa katika mnyororo wa thamani kwenye sekta ya ulinzi. Sekta ya utengenezaji wa magari ndiyo inayoongoza kwa asilimia 36. Kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, amewafahamisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba lazima wasahau kuhusu demokrasia. Traore, ambaye amesema hayo katika mahojiano yaliyotangazwa kwenye televisheni ya kitaifa nchini humo RTB, akitolea ufafanuzi kauli yake, Traore amesema kwamba watu wa Burkina Faso wanahitaji kusahau suala hilo, sababu msingi wa demokrasia yenyewe sio kwa ajili yao. Itakumbukwa kwamba kiongozi huyo alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba mwaka 2022 baada ya kuiangusha serikali nyingine ya kijeshi, na tangu wakati huo amezuia sauti ya wapinzani. Serikali ya kijeshi ilivunja tume ya uchaguzi ya nchi hiyo mwaka jana, na kisha mwezi Februari bunge iliongozwa na wanajeshi pia lilipiga marufuku vyama vyote vya kisiasa ambavyo shughuli zake zilikuwa zimesimamishwa tangu mwaka 2022. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeitaka Burkina Faso kubadilisha uamuzi wa kupiga marufuku vyama vya siasa na kukomesha ukandamizaji. Mamlaka katika mji wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine imesema leo kuwa mji huo umeendelea kukabiliwa na mashambulio ya anga na mfululizo kutoka Urusi kwa zaidi ya siku moja sasa. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, gavana wa kijeshi wa mji huo Ole Siniguhov ameandika kwamba mashambulio ya makombora ya droni yaliyolenga mji huo yamejeruhi na kuharibu majengo na makazi na ofisi. Mji ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine ulikuwa na idadi ya watu milioni 1.4 kabla ya vita, huku umbali wa takribani kilomita 40 ya kutoka mpaka wa Urusi. Kwa mujibu wa mamlaka nchini Ukraine ni kwamba leo, siku ya Ijumaa Kuu,
zinatimia siku 1500 tangu uvamizi wa Urusi Februari mwaka 2022. Kwa upande wa Urusi, wizara ya ulinzi huko Moscow imeripoti kwamba droni zipatazo 192 za Ukraine zilidunguliwa siku ya Alhamisi. Unasikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Matangazo haya ni ya alasiri. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba hali nchini DRC inaendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano yaliyoripotiwa kuendelea mashariki ya taifa hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema karibia watu 30 wameripotiwa kuuawa Jumatano Aprili 1 katika mashambulio ya watu wenye silaha katika eneo la Bafwakoa jimboni Ituri kwenye kijiji cha Mambasa. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia 100 wameuawa nchini humo tangu tarehe 11 ya mwezi Machi. Kulingana na Dujarric, mashirika ya kimisaada yameripoti pia kutekwa kwa zaidi ya watu 9 katika kipindi hicho. Nina taarifa ya kusikitisha kwenu kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia yanaonya kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota huko kutokana na vurugu zinazoendelea Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika jimbo la Ituri pekee imeripotiwa kuwa angalau watu 30 waliuawa siku ya Jumatano katika mashambulizi ya silaha katika eneo la Bafwakoa, Mambasa, na kufanya idadi ya raia waliouawa huko kuwa zaidi ya 100 tangu Machi 11. Wenzetu pia wanatuambia kwamba kumekuwa na uporaji mkubwa, ikiwa ni pamoja na chakula, dawa na vifaa vya matibabu kutoka vituo vya afya. Vituo 9 vya afya katika eneo la Mambasa vimesitisha shughuli zake pia tangu Machi 11. Hilo bila shaka limepunguza sana upatikanaji wa huduma za afya kwa zaidi ya watu 55,000, na watu hawa walikuwa tayari hawajapata huduma ya kutosha kuanzia mwanzo. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ameonya Hezbollah kwamba watakabiliwa vikali kwa kuishambulia Israel wakati wa sherehe za Pasaka. Naim Osim, mkuu wa magaidi wa Hezbollah: wewe na rafiki zako mtalipa gharama kubwa sana kwa ongezeko la mashambulio dhidi ya raia wa Israeli wakati wanaposherehekea usiku wa Seder, kuondoka kwa raia wa Israeli nchini Misri kutoka kwa utumwa hadi kwa uhuru, na wakati wa msimu wa Pasaka kama kitendo cha Amalek dhidi ya watu wa Israeli wakati walipoondoka Misri. Hamtaona hili tena kwa sababu mtakuwa pamoja na Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, Yahya al-Sinwar na wengine wote. Lakini magaidi wa Hezbollah na waongoza na wafuasi wake nchini Lebanon watalipia gharama kubwa sana. Mashambulio haya hayatatuyumbisha. Tukisonga mbele kwenye matangazo haya ya alasiri, ni kwamba waasi wa Houthi nchini Yemen hapo jana Alhamisi Aprili 2 wamedhibitisha kurusha makombora kuelekea nchini Israeli kwa kushirikiana na Iran na Hezbollah. Kupitia taarifa ya msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Sarea, mashambulio yao yalitimiza malengo yake. Houthi wanaungwa mkono na Iran wanadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen, ikiwemo mji mkuu wa Sanaa tangu mwishoni mwa mwaka wa 2014. Wanajeshi wetu kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu walitekeleza operesheni za kijeshi kwa kutumia makombora dhidi ya maeneo ya adui nchini Israeli. Operesheni hii ilifanywa kwa pamoja na ndugu zetu wa Mujahideen nchini Iran na Hezbollah nchini Lebanon, na tumefanikisha malengo yetu kwa neema ya Mungu. وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
Ndiyo hali ambayo inajitokeza msikizaji wakati iwapo basi unaungana nasi au hujakosea, unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaelekea katika taarifa nyingine ambazo zinagonga vichwa vya habari duniani, ambapo katika hatua hiyo ni kwamba kwingineko, mwanaume aliingia katika shule ya awali na kuwaua watoto 4 kikatili kwa kuwachoma visu Kampala, Uganda. Watoto 4 wenye umri wa takriban miaka 2 na 3 waliuawa kikatili kwa kuchomwa visu katika shule ya awali katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, polisi wamesema. Wavulana 3 na msichana mmoja walifariki papo hapo, alisema msemaji wa polisi, ambaye aliongeza kuwa mshukiwa alitumia zaidi ya kisu kimoja katika shambulio hilo la asubuhi. Mwanaume mwenye umri wa miaka 39 amekamatwa na kuhojiwa, huku uchunguzi ukiendelea kubaini nia yake, historia yake na mazingira mengine yote yanayohusiana na uhalifu huo wa kutisha. Kulingana na taarifa ya jeshi la polisi la Uganda iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wazazi wenye hasira kali walijaribu kumshambulia na kumuua kabla ya kukamatwa kwake. Shirika la habari la AFP lilimnukuu msemaji wa polisi Rachel Kawala akisema, video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha matokeo ya tukio hilo, zikionyesha makundi ya watu wenye hasira na huzuni, baadhi wakihuzunika kuwa ni wazazi wanaotafuta habari kuhusu watoto wao. Kawala alisema mshukiwa alikuwa akitembelea hivi karibuni shule ya Gaba Early Childhood Development Program kuulizia usajili wa mtoto, na aliambiwa arudi siku ya Alhamis. Alilipa ada ya kujiunga, na baada ya hapo akaendelea kuwashambulia watoto hao na kuwaua 4 papo hapo. Alisema mauaji hayo yalitokea kabla ya saa 5 asubuhi wakati polisi walipopokea taarifa ya dharura na kufika eneo la tukio. Watoto wengine 10 waliokuwepo shuleni wakati huo walikabidhiwa kwa wazazi wao. Mkuu wa polisi Abbas Bakagaba alitembelea shule hiyo na kuwataka wananchi kubaki watulivu, huku polisi wakiendelea na kazi yao. Tukio hilo la kusikitisha limetikisa nchi nzima, likizua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wanafunzi nchini humo. Mimi ni Bahati Limo. Asante sana Bahati Limo kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele. Wakati hayo yakijitokeza ni kwamba Wairan milioni 7 wamejitolea kupigana kuilinda nchi yao iwapo Marekani itafanya uvamizi ardhini. Mohammad Baghel Kalibaf, spika wa bunge la Iran, amedai kuwa mamilioni ya Wairani wako tayari kuilinda nchi yao iwapo Marekani itafanya uvamizi wa ardhini dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Katika ujumbe aliochapisha leo kwenye mtandao wa X, Kalibaf alisema kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji imekusanya takriban watu milioni 7 waliojitolea kubeba silaha. Kwa sasa, ndani ya chini ya wiki moja, kampeni kubwa ya kitaifa inayosambaa kote nchini imewaleta mbele takriban Wairani milioni 7 ambao tayari wamejitokeza na kutangaza wako tayari kubeba silaha na kusimama kulilinda taifa letu, waliandika. Taarifa hiyo imekuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwa siku kadhaa, lakini Kalibaf ndiye afisa wa ngazi ya juu wa kwanza kuitaja hadharani. Iran ina takriban watu milioni 90, ingawa haijulikani idadi hiyo imetokana na takwimu zipi. Vyombo vya habari vya serikali na kampeni za ujumbe mfupi zimeripotiwa kuwahamasisha wananchi kujitolea, huku serikali ikiwataka pia wanajeshi wastaafu kujitokeza. Aidha, kikosi cha kujitolea cha Basij kinachohusishwa na IRGC kimeripotiwa kuanza kupokea hata watoto wenye umri wa miaka 12. Wakati huo huo, mvutano umeongezeka pia katika mpaka wa kaskazini mwa Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametoa onyo kali kwa Naim Kasim, kiongozi wa Hezbollah, kufuatia mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel. Katz alisema Kasim atalipa gharama kubwa kwa mashambulizi yaliyolenga raia wa Israel wakati wa sherehe za Passover. Nina ujumbe wa wazi kwa Naim Kasim, katibu mkuu wa shirika la kigaidi la Hezbollah. Wewe na washirika wako mtalipa gharama kubwa sana kwa kuongeza mashambulizi dhidi ya raia wa Israel wakati wanasherehekea Passover, alisema baada ya kikao cha maafisa wa kijeshi. Aliongeza, hutaishi kuona hilo kwa sababu utakuwa katika kina cha Jehanamu pamoja na Nasrallah, Khamenei, Sinawar na wanachama wote wa mhimili wa uovu waliouawa. Ndiyo hali ambayo inajitokeza wakati ambapo nazidi kusonga mbele. Ni kwamba
IRGC yashambulia viwanda ambavyo vinahusishwa na Marekani, UAE na Bahrain. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kulenga miundombinu ya viwanda vinavyohusishwa na Marekani katika eneo la Ghuba, hatua inayoongeza mvutano katika vita vinavyoendelea. Katika taarifa iliyosambazwa na vyombo vya habari vya Iran, IRGC imesema ilishambulia vituo vya chuma mjini Abu Dhabi, Umoja wa Falme za Kiarabu, na viwanda vya aluminium nchini Bahrain kufuatia mashambulizi mengine yaliyofanyika mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalikuwa onyo. Mashambulizi haya ni onyo, na ikiwa mashambulizi dhidi ya viwanda vya Iran yatajirudia, jibu lijalo litakuwa chungu zaidi kwa kulenga miundombinu kuu ya utawala wa uvamizi na viwanda vya kiuchumi vya Marekani katika eneo hili, ilisema IRGC. Kundi hilo limekuwa likitishia mara kwa mara kulenga miundombinu inayohusishwa na Marekani tangu kuanza kwa vita. Wakati huo huo, kamanda wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM Brad Cooper alisisitiza msimamo wa Washington kuhusu operesheni zake za kijeshi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, Cooper alisema kampeni hiyo inaonyesha maendeleo yasiyopingika. Aliongeza kuwa uwezo wa majini na anga wa Iran umedhoofishwa kwa kiasi kikubwa, akisema hawajaona shughuli za jeshi la majini la Iran wala ndege zake, na kwamba mifumo mingi ya ulinzi wa anga na makombora imeharibiwa. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanapinga madai hayo. Mtaalamu wa kijeshi Andres Krieg ameambia Al Jazeera kuwa uwezo wa Iran bado ni mkubwa kiasi, ukiwemo umiliki wa baadhi ya silaha za kisasa zaidi. Kwa upande mwingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumzia maendeleo hayo wakati wa ziara yake nchini Korea Kusini. Macron alisema mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran hayatomaliza suala la mpango wa nyuklia wa Iran, na akasisitiza umuhimu wa diplomasia. Alionya kuwa bila mfumo wa mazungumzo ya kidiplomasia na kiufundi, hali inaweza kuzorota tena ndani ya miezi au miaka michache ijayo. Macron pia alipinga pendekezo la operesheni ya kijeshi ya kufungua mlango wa Hormuz, akisema ni lisilo la kweli. Alieleza kuwa hatua hiyo ingechukua muda mrefu na ingeweka hatarini meli zinazopita kutokana na vitisho vya pwani kutoka kwa IRGC, makombora ya ballistic pamoja na hatari nyingine nyingi. Iwapo basi unaungana nasi haujakosea, basi unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea kipenga cha michezo. Katika kipenga cha michezo, naangazia soko la soka Ulaya. Ni kwamba Morgan Rogers miaka 23 atakuwa tayari kuondoka Aston Villa msimu huu, huku Chelsea, Liverpool, Arsenal na Manchester United zikiwa katika mchanganyiko wa kumsajili kiungo huyo wakati wa Uingereza. RB Leipzig wameweka bei ya pauni milioni 87 kwa winga wa Ivory Coast Yan Diomande miaka 18 ambaye analengwa na Liverpool na Manchester United. Kwingineko, Saudi Pro League inaongeza kasi ya kumsajili mshambuliaji wa Liverpool Misri Mohamed Salah miaka 33 na inazidi kuwa na uhakika wa kupata makubaliano kabla ya kombe la dunia msimu huu. Everton wanazidi kujiamini kuwa winga wa Manchester City na Uingereza aliye na mkopo Jack Grealish miaka 30 atarejea katika klabu hiyo msimu ujao. Manchester City, Paris Saint-Germain, PSG au kipenda na Arsenali wote wanavutiwa na mchezaji wa kimataifa wa Hispania Dani Olmo miaka 27, huku Barcelona wakiwa tayari kumuuza kiungo huyo mshambuliaji. Kwingineko, Atletico Madrid wanakaribia kumnunua kiungo wakati wa Brazil Atlanta
na Atlanta Anderson miaka 26 ambaye pia anavutiwa na Manchester United na Manchester City. Meneja wa Manchester City Pep Guardiola hatofanya uamuzi kuhusu mustakabali wake katika klabu hiyo hadi mwisho wa msimu huu. Na hatimaye Manchester United inatafuta kuongeza viungo wawili wapya wakati kwenye kikosi chao msimu huu, huku Waingereza Elliot Anderson miaka 23 wa Nottingham Forest na Adan Woodward wa Crystal Palace miaka 22 pamoja na kiungo wakati wa Newcastle United na Italia Sandro Tonali miaka 25 wakizingatiwa. Na mwelekezi wangu anaeleza kwamba vile vile Arsenal bado wana nia ya kumsajili beki wa Real Madrid Muhispania mwenye umri wa miaka 19 Victor Valdepanas mwishoni mwa msimu huu, lakini watakabiliwa na ushindani kutoka kwa AC Milan. Kiungo wakati wa Ureno Bernardo Silva ataondoka Manchester City kama mchezaji huru mkataba wake utakapokamilika mwezi Juni, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 tayari akiwa ameshatadhimini chaguo lake. Barcelona wana mpango wa kumsajili fuadi wa Borussia Dortmund na Ujerumani Karim Adeyemi miaka 24 msimu huu. Mshambuliaji wa Uholanzi na West Ham Crescens Sumavilla miaka 24 anafuatiliwa na Aston Villa, Everton na Tottenham, Marseille na Napoli. Hatimaye Crystal Palace wanaaminika kuhamia kwenye malengo mengine ya usimamizi, kwani meneja wa Bournemouth Andoni Iraola miaka 43 hana uwezekano wa kuhama kwenda Selhurst Park. Kabla ya kuweza kutamatisha matangazo haya ya alasiri, ni ruhusu basi nikupatie kiziba mkonga. Ukipendelea kufanya maamuzi rahisi, maisha yatakuwa magumu sana kwako. Ukipendelea kufanya maamuzi magumu, maisha yatakuwa rahisi sana kwako. Ukipendelea kufanya maamuzi rahisi maishani, maisha yatakuwa magumu sana. Ukipendelea kufanya maamuzi magumu, maisha yatakuwa rahisi sana. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Tembelea majukwaa yote ya mawasiliano, tafuta Radio Fortune Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.